Waandishi wa habari ya asubuhi. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA kimewaiteni leo kwa ajili ya kutoa taarifa kwa Watanzania pamoja na walimu wote wa Tanzania, wanachama wa CHAKAMWATA na wasio wanachama wa CHAKAMWATA, lakini pia pamoja na wanufaika wote wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania, kwamba habari hizi ziweze kuwafikia popote walipo ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, ni muda wa miaka 6 sasa tangu tuzungumze na ninyi waandishi wa habari kwa mara ya mwisho. Katika kipindi hiki cha miaka 6 CHAKAMWATA kilikuwa kwenye changamoto kubwa na nzito kweli kweli. Sasa tunavyozungumza hii leo, manake tumerudi, na ndio maana tunawaita. CHAKAMWATA kiliingia kwenye changamoto kubwa tangu tarehe 8 Februari mwaka 2020 mpaka tarehe 27 Februari mwaka 2025. Ni muda wa miaka 5 na siku 19. Chama hakikufanya jambo lolote kwa sababu kilikuwa kwenye kifungo cha muda huo. Ndugu waandishi wa habari, tarehe 8 Februari mwaka 2020, msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri alikiandikia CHAKAMWATA barua ya kuondoa jina lake kwenye rejista yake ya msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri. Barua hiyo ilipotufikia, maana yake ilikuwa inasitisha shughuli zote za chama. Na baada ya hapo CHAKAMWATA tulienda kutafuta haki yetu mahakamani kuanzia tarehe hiyo. Baada ya tarehe 10 mwezi wa pili mwaka huu 2025, kesi hiyo imekuja kutolewa hukumu tarehe 27 mwezi wa pili mwaka huu 2025, muda mfupi kidogo uliopita. Na baada ya mapitio ya mahakama ya rufani kwa hukumu ile iliyotolewa na mahakama kuu, mahakama ya rufani ilihakiki pasipo na shaka kwamba CHAKAMWATA tulikuwa tumeonewa, na ilitoa hukumu ya haki, na tangu sikio CHAKAMWATA irudishwa rasmi kama chama cha wafanyakazi ambao ni walimu wa Tanzania. Kwa hiyo tangu tarehe 27 Februari mwaka 2025 CHAKAMWATA imerudi rasmi kwenye utendaji kazi wake. Ndio maana tuko na ninyi leo kwa ajili ya kuwapeni hii taarifa kwamba iwafikie Watanzania wote popote walipo, walimu wanachama wa CHAKAMWATA na sio wanachama wa CHAKAMWATA, kwamba chama chao ambacho walikipenda, ambacho kilisimama kidete kutetea haki za walimu, sasa kimerudi rasmi tangu tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ndugu waandishi wa habari, CHAKAMWATA katika mapito haya miaka 6 tumepita katika kesi nyingi sana. Tulikuwa na jumla ya kesi 13 ambazo zingine ni CHAKAMWATA tulikuwa tunatafuta haki yetu, lakini zingine tulikuwa tunashtakiwa kwa namna tofauti tofauti. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA tumerudi upya. Malengo yetu ni yale yale. Malengo yetu ni yale yale na mengine ambayo tutayaongezea. Jambo letu la kwanza ni kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA. Hilo ni jambo la kwanza, kama ambavyo jina la chama lilivyo. Lakini pia kazi yetu kubwa tulionao ni kuitafuta haki ya walimu wanachama CHAKAMWATA ambao imepotea ndani ya miaka 6. Kuna wanachama wetu wengi sana ambao wameondolewa kwenye makato ya chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania, na haki hiyo wameitafuta. Kwa kuwa tulikuwa tumefungwa mikono na miguu, basi ilikuwa ni kazi ngumu mno kutetea haki ya hao walimu. Tutaanza na hilo. Tutatetea hao walimu ili haki yao ya chama chao iweze kurudi. Tutakuwa na mambo mengi sana ambayo pia tutahitaji kuhakikisha kwamba chama kinarudi kwenye ule msingi wake halisi wa kutetea haki na maslahi ya walimu wa CHAKAMWATA Tanzania na wasio wanachama wa CHAKAMWATA. Jina langu naitwa Mwalimu Meshaki Lupakisio Kapange, Katibu Mkuu Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA
leo kinajitokeza mbele ya umma wa walimu na umma wa Tanzania wote kwa ujumla baada ya miaka 6 na mwezi mmoja wa kutokuonekana hadharani, na tunakuja kwa lengo moja tu la kuambia walimu na Watanzania wote kwamba chama cha CHAKAMWATA kimerudi kazini, usajili wake umerejeshwa kwa amri na hukumu ya mahakama ya rufani. Ndani ya miaka 6 iliyopita, ajenda nyingi za wafanyakazi zimelala, na katika mambo mengi ambayo chama kinashughulikia, tulikuwa tunashughulika na ajenda kubwa ya kupinga kanuni mpya ya kukokotoa mafao ya wastaafu almaarufu kama kikokotoo. Na kwa miaka 6 si walimu pekee bali wafanyakazi wote wa Tanzania hawajasemewa na chombo chochote. Tanzania ina vyama vya wafanyakazi 33. Ukiondoa CHAKAMWATA iliyokuwa kifungoni kwa miaka 6, vyama 32 na shirikisho la vyama, hakuna aliyethubutu kuwatetea wafanyakazi wa nchi hii. Kikokotoo ni cha wafanyakazi wote wa taifa hili, ikiwa ni pamoja na ninyi waandishi wa habari. Mna chama chenu cha waandishi wa habari, hatujasikia kikiongea habari ya kikokotoo. Kikokotoo ni janga. Tumerudi CHAKAMWATA, tumerudi, tutaendelea kwa nguvu ile ile na tutaanzia pale tulipoishia. Tulipokwenda kifungoni kwa miaka 6, kuna mabadiliko mengi hata katika utawala nchi yametokea. Waliokuwa kwenye ofisi zinazotuhusu tunaona wamebadilika, wamekuja wengine. Tunajiandaa kupiga hodi kwa waziri wa kazi, kwa waziri wa utumishi na wizara nyingine zote zinazohusika na wafanyakazi, ili tuende tukakae chini tuzungumze kuhusu haki na maslahi si ya walimu tu bali ya Watanzania wote wafanyakazi, katika ajenda ambazo zinagusa wafanyakazi wote. Katika kuyatimiza haya, tunategemea kwamba serikali itatupa ushirikiano. Na sisi kama chama cha wafanyakazi hatujui kufanya kosa lote la kisheria la kustahili kuadhibiwa kwa miaka hiyo 6. Lakini tunajua kwamba palikuwa na mbinu za kutaka kupandikiza viongozi wa kuongoza CHAKAMWATA wanaopendwa na mfumo, pengine ili wasiwe sauti ya wafanyakazi, wawe sauti ya watu wengineo. Baada ya zile njama kushindikana, yakaanza mambo mengi kama ambavyo yameelezwa hapo awali. Tumerudi ili kutetea haki za wafanyakazi. Tumerudi kufanya kazi ya chama cha wafanyakazi. Na tunaanza na ajenda ya kikokotoo. Kikokotoo ni vita kati ya walioshiba na wenye njaa wanaotafuta kushiba. Kikokotoo ni vita kati ya wenye nguvu na wanyonge. Kikokotoo ni vita kati ya watawala na watawaliwa. Kikokotoo ni vita kati ya matajiri na masikini. Kikokotoo ni vita kati ya watu ambao wana ubinafsi na watu ambao wanataka utaifa. Hili taifa ni la kwetu sisi sote. Tunapozungumza haya, kuzungumza hadharani, tunazungumza kwa wema, tena kwa kutumia katiba na sheria za nchi hii. Pamoja na hayo tuliyopitia, hatuna woga, hatutatetereka, tumeimarika, tuna nguvu kuliko ile ya kwanza. Tunaanzia tulipoishia. Tutaendelea mbele kwa kadiri ambavyo tutakuwa tunafanikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Vyama vya siasa vinaandaa ilani zao za uchaguzi. Kuna mambo ambayo kama chama cha wafanyakazi hatutaki kuyaona kwenye ilani za uchaguzi, kwa sababu yanawezekana sasa. Mambo ya kutuahidi kwenye ilani, katika mambo yanawezekana sasa, hatuko tayari. After all, tumeshuhudia miaka kadhaa iliyopita ilani haziheshimiwi tena. Miaka michache iliyopita kutukua na kiongozi akasema yeye mambo ya kwenye ilani sio kipaumbele chake. Tukaanza kuambia tunakwenda kwa ndoto na maono ya mheshimiwa rais. Kwa hiyo ilani haziheshimiwi. Habari ya kikokotoo hatutaki kuja kuiona ikiahidiwa kwenye ilani, wakati bado upo na bunge lipo, yoyote linawezekana. Watu wamekuwa kidanganywa kwamba zimerekebishwa kanuni, imepandishwa. Hebu tuambie hivi, kama we ni mfugaji, ulikuwa na ng'ombe wako mkubwa, umedhurumiwa, ng'ombe kabakia mbuzi, alafu unaambiwa mbuzi unapewa pembe, ulikuwa unapewa pembe na kwato, sasa unaongezewa na mguu mmoja, alafu unashangilia wakati ule ng'ombe hayupo. Au kama we ni mkulima, ulikuwa na gunia la debe 6, umepokwa debe 4, zimebaki debe 2, unaambiwa sasa utapewa robo au nusu ya debe 2, unashangilia. Tunataka gunia la debe 6, tunamtaka yule ng'ombe wetu mzima, ndio tumjadili tunataka posheni gani ya hiyo debe ya gunia ama posheni gani ya huyo ng'ombe. Tunaanza na ajenda hiyo, na tunaomba tusiahidiwe kwenye ilani zinazoandaliwa sasa kwenda kwenye uchaguzi mkuu, kwa sababu hayo yanawezekana sasa. Na kwa nini tuweka kipaumbele ajenda hii katika ajenda zaidi ya 20 ambazo CHAKAMWATA inazo, tena zingine zimezaliwa toka kwenye tawala zilizopita? Ni wakumbushe wa Tanzania, tulikuwa na kitu kinaitwa mkukuta, kama mnakumbuka nyakati za awamu ya 3.
mkakati wa kupunguza umaskini na kukuza uchumi. Wafanyakazi walibaguliwa kwenye sera ile ya kupunguza umaskini na kukuza uchumi, na yako mengine mengi zaidi ya 20, lakini tumekomana hilo kwa sababu linamwathiri mfanyakazi wa leo wa Tanzania leo na kesho. Wakati dunia nzima kila mahali inafanya juhudi za kukuza kipato cha mwananchi wake, ni ajabu Tanzania tunafanya juhudi ya kupunguza kipato cha Mtanzania, kipato cha mfanyakazi. Tumerejea kwa nguvu ile ile, tunaanzia tulipoishia. Tunapiga hodi kwa waziri wa kazi, tunapiga hodi kwa waziri wa utumishi, tunapiga hodi kwa mheshimiwa rais, tunaomba audience ya kuonana nao ana kwa ana kuyazungumza mambo haya. Asanteni sana.